Na kusalimu katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi, mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Leo ni tarehe 20 Juni 2025, siku ya 20 ya mwezi wa 6 2025. Karibu katika tafakari ya neno la Mungu inayoandaliwa na mchungaji Chris. Naitwa Zawadi Machibia, na tafakari hii inapatikana kutoka kwenye Rhapsody of Realities ama Rhapsody ya Uhakika, na hii ni sauti ya Rhapsody. Ujumbe wetu leo unasema ukuu wa mamlaka yake. Ukuu wa mamlaka yake. Neno la msingi liko katika Marko sura ya 16 mstari wa 17 ambao unasema, na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio, kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya. Katika ufafanuzi, mchungaji Chris anasema, hii ni ajabu sana. Bwana Yesu alitupa mamlaka juu ya mashetani wote. Pia alitupa uwezo wa uwakili, haki ya kisheria ya kutumia jina lake, kutenda kazi kwa niaba yake. Kwa maneno mengine, hata kama umempa Kristo maisha yako asubuhi ya leo, unayo haki ya kisheria, una mamlaka ya kutoa pepo kwa jina la Yesu. Angalia tena maneno ya Bwana. Anasema, na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio, kwa jina langu watatoa pepo. Ndilo jambo la kwanza alilolisema tunaloweza kufanya katika jina lake. Na yeye hakusema ilikuwa maalum kwa baadhi ya watu, baadhi ya wateule au watu wachache. Hakusema ni maalum kwa baadhi au wateule wachache tu, kama wainjilisti, manabii na wachungaji peke yake. La, ni kila mtu anayeamini. Unaweza kutenda kulingana na neno hilo sasa hivi na kupata matokeo. Sasa, swali muhimu la kujiuliza litakuwa, je, una nguvu kiasi gani unapopewa mamlaka ya uwakili? Unaweza kutumia nguvu kiasi gani? Je, una mamlaka kiasi gani? Inategemea aliyekupa hiyo nguvu ya uwakili. Yesu ana nguvu kiasi gani? Katika Mathayo 28 mstari wa 18, Yesu alisema, nimepewa mamlaka, nguvu yote mbinguni na duniani. Hii ni ajabu. Hakusema nimepewa mamlaka kadhaa au nguvu kadhaa. Badala yake alisema mamlaka yote. Kisha sehemu ya kuvutia zaidi ni kwamba alisema mbinguni na duniani. Hii ina maana kila malaika yuko chini ya Yesu. Kila pepo, mashetani wale, wako chini ya Yesu. Kila kitu maishani, kilicho hai na kisicho hai, mifumo, miundo, taratibu, falme, viti vya enzi, serikali na kadhalika, ziko chini ya mamlaka ya Yesu. Mtume Paulo anaelezea kwa ufupi ukuu wa mamlaka ya Kristo na uwezo wake alioukabidhi kwa kanisa katika Waefeso sura ya 1 mstari wa 20 hadi 23. Tafsiri ya The Message inasema, nguvu hizi zote hutoka kwa Kristo. Mungu alimfufua kutoka kwa wafu na kumweka kwenye kiti cha enzi katika kimo kirefu cha mbingu, kuwa msimamizi wa ulimwengu, kila kitu, kuanzia makundi ya nyota hadi serikali. Hakuna jina na hakuna nguvu iliyo nje ya utawala wake, na sio kwa wakati huu tu, lakini hata milele. Yeye ndiye anayesimamia yote. Ana neno la mwisho juu ya kila kitu. Katikati ya haya yote, Kristo ni mtawala wa kanisa. Unajua, kanisa haliko nje ya ulimwengu. Ulimwengu ndio uko nje ya kanisa. Kanisa ni mwili wa Kristo ambao ndani yake hunena na kutenda, na kwa hilo kanisa anajaza kila kitu kwa uwepo wake. Mungu atukuzwe. Maombi. Mpendwa Baba, nakushukuru kwa kunipa mamlaka ya uwakili ya kutumia jina la Yesu na kutenda kwa niaba yake. Ninatumia mamlaka hayo leo juu ya pepo wote, nguvu za giza, hali, mifumo na miundo ya ulimwengu huu. Ninatangaza kwamba vitu vyote viko chini yangu
kadiri nifanyavyo kazi nikiwa katika nafasi ya utawala na ushindi katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Amina. Basi masomo zaidi yako katika kitabu cha Luka sura ya 10 mstari wa 19, wa Filipi sura ya 2 mstari wa 9 hadi wa 11, na wa Kolosai sura ya 1 mstari wa 16 hadi wa 18. Bila shaka ujumbe wa leo umekubariki. Usijione mnyonge. Yesu amekupa jina. Ili jina kila goti linapigwa. Kwa hili jina kila ulimi unakiri Yesu Kristo ni Bwana. Vitu vya mbinguni, vitu vya duniani, vya chini ya dunia, kila kitu kiko chini ya jina la Yesu. Kwa hiyo tumia mamlaka ulionayo. Kama una maswali, una ujumbe, unataka kuuliza zaidi, unataka ufafanuzi zaidi, usisite kutuandikia. Tumia namba hii, alama ya kujumlisha 255 766 444 996. Mungu Baba aliye hai akubariki.